Yes, mtazamaji wa Kilungu Online TV, karibu tena kwa channel yako pendwa inayokupa update, makala, tetezo, usajili pamoja na taarifa mbalimbali za kimichezo za ndani na nje ya mipaka bara la Afrika. Bwana, akiwa amebaki masaa machache kabisa kuelekea katika dabi nambari 5 barani Afrika. Hii nyingine ni dabi ya Kariakoo kati ya Dar es Salaam Africans, timu ya wananchi Yanga pamoja na Simba Sports Club mnyama mwituni, mnyama mkali, ambako katika kuelekea mchezo huo kwa siku ya leo kulikuwa na mkutano wa waandishi wa habari ama press club kati ya makocha wa pande zote mbili pamoja na manahodha ama wawakilishi wa wachezaji kuelezea hisia zao kuelekea mchezo huo ambao utapigwa hapo kesho katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambao utapigwa katika majira ya saa 1:15. Bana, kuelekea mchezo huo umekuwa na hisia tofauti kutokana na matukio ambayo yaliendelea kujitokeza katika kuelekea maandalizi ya mchezo husika ambao utapigwa hapo kesho katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambako siku kadhaa za nyuma kulionekana na ambaye aliondoka na Bipsi katika mazoezi ya Dar es Salaam Africans, ambako ilibua hisia mbalimbali kwa mashabiki pamoja na wadau mbalimbali wa michezo pamoja na mashabiki wa Dar es Salaam Africans kutokana na mshtuko huo, kutokana na mambo mbalimbali yanafanyika nyuma ya pazia katika michezo hii ya dabi ya Kariakoo, ambako katika siku ya leo kocha wa Dar es Salaam Africans Melody Hamdi wakati anazungumza na waandishi wa habari aliulizwa kuhusiana na hali alionayo Stephane Aziz Ki Mwambo Wagadugu, shemeji yetu, baada ya kumwoa Hamisa Mobeto kutoka hapa Tanzania, ambao amesema kuwa hali ya wachezaji yote ipo sawa, lakini mchezaji ambaye ana wasiwasi naye ni Stephane Aziz Ki, ambako mchezaji huyo amepata changamoto kidogo ya nyonga, hivyo kuelekea mchezo wa kesho huenda akakosekana, japokuwa kocha Melody Hamdi wa Dar es Salaam Africans hajathibitisha kukosekana kabisa kwa mchezaji huyo kutokana na madaktari wa timu hiyo wanaendelea kumtibia na kujua namna gani ambako ataamka kuelekea mchezo huo, mchezo ambao utapigwa hapo kesho, ambao ni mchezo muhimu kuelekea bingwa wa mwaka 2024 msimu wa 2024 2025, ambako mpaka hivi sasa kati ya Dar es Salaam Africans pamoja na Simba Sports Club wamepishana alama 4, ambako Simba Sports Club wana mchezo mmoja. Kwa hiyo endapo Simba Sports Club watamfunga Yanga kesho, atabakiza alama 1 kumfikia hapo kileleni. Bana, pia katika taarifa zilizotushtua zaidi ni kuhusiana na taarifa zilizotufikia hivi punde katika majira ya usiku, basi la Simba Sports Club pamoja na basi la staff la viongozi wa Simba Sports Club lilionekana katika maeneo uwanja Benjamin Mkapa kulazimisha kuingia katika uwanja huo ili kuweza kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wao wa dabi dhidi ya Dar es Salaam Africans ambao utapigwa hapo kesho. Lakini baada ya Simba Sports Club kufika katika uwanja Benjamin Mkapa, wamepata vizuizi kuingia uwanjani humo na wamelazimika kutoingia uwanjani na kurudisha na kugeuza basi lao kurudi kambini kutokana na makomando ambao wapo pale ni wa Dar es Salaam Africans, na makomando wanasema kwamba katika taarifa ambao wapo nayo ni kwamba hakuna timu yoyote ambayo itakuja kufanya mazoezi katika majira ya usiku, na ndio maana Simba Sports Club walipofika uwanjani pale wakazuiliwa kuingia na kufanya mazoezi. Kutokana na sheria za FIFA, CAF pamoja na TFF ni kwamba timu husika inahitajika kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, lakini Simba Sports Club baada ya kufika uwanjani hapo wamezuiliwa kuingia na kufanya mazoezi kabla ya mchezo ambao utapigwa hapo kesho. Hivyo Simba Sports Club kuelekea mchezo wa dabi ambao utapigwa hapo kesho wamekosa kufanya training ya mwisho kwa ajili ya mchezo huo. Tusubiri na tuone siku ya kesho matokeo yatakuwaje. Nikombe tu mtazamaji wa Kilungu Online TV, usahau ku drop comment yako hapo, kushare na kulike video hii ili wa kwanza kupata update na taarifa mbalimbali za kimichezo za ndani na nje ya mipaka bara la Afrika. Asante na bye bye.